Ninawashukuru waandishi kwa muda huu mfupi ambao tunakwenda kuongea. Bila shaka mnafahamu kwamba tumekuwa katika masuala yanayohusu utaratibu uliotumiwa na chama chetu cha Mapinduzi katika kupata mgombea wa nafasi ya urais. Na yameshaongewa mengi, sina haja ya kuyarudia. Nalotaka kusema leo la kwanza ni kwamba tayari nimeshaanza mchakato wa kupeleka shauri hili mahakamani. Tumeshafaili kule, tunangoja tu wiki ijayo tupangiwe siku ya kuanza kusikilizwa kwa shauri hili. Kwa hiyo naomba Watanzania waendelee kufuatilia, na mimi sikutaka tulifikishe huko, lakini effort zote za kuwapata viongozi imeshindikana. Sasa hatuna alternative, lakini ni kwenda mahakamani kudai haki ya kikatiba. Lakini kuna jambo nataka nilionyeshe kwa hususan kwa wana CCM wenzangu na Watanzania pia wafahamu. Kwa nini kumeonekana ugumu kutoka hapo juu wa kutotaka kubadilisha ule uamuzi wa kimakosa uliofanyika mwezi ule wa kwanza? Kwa nini kunakuwa na ugumu mkubwa namna hii? Nasikitika kusema kwamba hizi ni dalili za chama kushikwa na watu wachache. Nitatoa mifano michache. Jambo la kwanza ambalo tunapaswa tujiulize, na siamini kama viongozi wa Chama cha Mapinduzi watakubali kuliweka hadharani, hivi wanaweza kutuambia ni nani waliodhamini ule mkutano wa Dodoma? Ni nani? Kwa sababu ile sio siri. Maana ya kuuliza swali hilo ni ili kujua kwamba kumbe wanao call the shots, yani wale ambao ndio wenye ushawishi wa kitu gani kifanyike, sio wanachama, sio wajumbe, bali ni wale wanaogharamia ule mkutano. Wanafanya hivyo kwa maslahi yao binafsi. Hawawezi kuweka hadharani kwamba nani wamedhamini. Hao wanaodhamini wanaelewa kwa nini wanadhamini na hawakubali iende kinyume na matakwa yao. Jambo la pili, tumeambiwa sana kwamba mkutano mkuu ndio wenye maamuzi ya mwisho. Lakini niwakumbushe wana CCM, ile tarehe 19 Januari, kama kweli mkutano mkuu wale wajumbe ndio wenye kauli ya mwisho, kulitolewa neno na mmoja wa wajumbe alisimama akamtaka mwenyekiti wa chama awapishe kwenye ukumbi wa mkutano ili wazungumze masuala yanayohusu uamuzi kwamba je, tufanye nomination sasa au baadaye. Lakini mwenyekiti, kama ninavyokumbuka vizuri, aligoma kutoka. Sasa anagomea wajumbe ambao ndio wenye maamuzi ya mwisho. Hilo ni swali la kujiuliza pia. Lakini la tatu, watueleze, na sijui kama watakubali kueleza. Inajulikana dhahiri shahiri kwamba aliyekuwa apendekezwe kuwa makamu mwenyekiti wa chama upande wa bara sio huyo aliyepitishwa. Wao wanajua vizuri ni ushawishi gani, ni msukumo gani uliofanya mpaka wakabadilisha uamuzi ule dakika za mwisho, akaingia yule ambaye hakuwa kwenye mahesabu. Sasa hivi vyote navisema kwa sababu gani? Kutaka kuonyesha kwamba chama kimekamatwa na watu wachache, japo wananchi na wanachama wengi wanataka kufanyika mkutano mwezi wa 6 ili kuwa na nomination process ya kikatiba. Hao wachache walioshika chama hawatakubali hilo. Sasa kama hakuna walioshika hicho chama, hebu Chama cha Mapinduzi kijibu haya maswali machache niliyokiuliza. Asante.